Nico Williams tayari amemalizana na klabu ya FC Barcelona. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa mwandishi nguli wa habari za michezo hasa Transfer News, Fabrizio Romano ameweza kuthibitisha kwamba mchezaji nyota wa timu ya taifa ya Spain pamoja na klabu ya Athletic Bilbao Nico Williams tayari amesha saini kandarasi ya kuitumikia klabu ya FC Barcelona, kandarasi ya miaka 6. Kwa mujibu wa Fabrizio Romano, anasema Nico Williams ni mchezaji halali wa klabu ya FC Barcelona na hivi karibuni tutaweza kumshuhudia pale katika viunga vya FC Barcelona. Katika 1 ya 10 unaipa asilimia ngapi hii sajili ya Nico Williams to FC Barcelona? Drop your comment hapo kwenye comment. Hapa ni Super 12 ya Dino Television, endelea kutufollow kwa taarifa nyingi zaidi za kimichezo. Kuna uwezekano mkubwa sana klabu ya Arsenal ikiachana na kiungo wao wa Kigana Anko Thomas Partey ambaye ana umri wa miaka 32. Mkataba wa Thomas Partey na klabu ya Arsenal unatamatika mwezi huu tarehe 30 Juni. Kwa hiyo kama Thomas Partey ataweza kuondoka Arsenal, ataondoka kama mchezaji huru. Fabrizio Romano, mwandishi nguli wa habari za usajili duniani, anasema kuwa Arsenal iko mbioni kunasa saini ya kiungo wa Kihispania Martin Zubimendi ambaye anakipiga pale katika klabu ya Real Sociedad. Martin Zubimendi ndiye anayetajwa kuwa mbadala wa Anko Thomas Partey pale katika viunga vya Emirates. Na Arsenal iko tayari kutoa zaidi ya euro milioni 60 kwa ajili ya kunasa saini ya kiungo huyo wa Kihispania Martin Zubimendi. Kabla ya kujiunga na klabu ya Arsenal, Thomas Partey amewahi kukipiga katika ligi kuu ya nchini Uhispania akichezea klabu ya Atletico Madrid lakini pia klabu ya Mallorca. Fenerbahce Sports Club inayoshiriki ligi kuu ya nchini Uturuki ambayo inaongozwa na kocha Jose Mourinho ni moja ya klabu inayotajwa kuwinda saini ya kiungo huyo wa klabu ya Arsenal. Lakini pia FC Barcelona tayari wameshaonesha nia ya kuitaka saini ya Thomas Partey. Unahisi ni wakati sahihi kwa klabu ya Arsenal kuachana na Thomas Partey? Na je, unafikiri Martin Zubimendi ni mbadala sahihi kwa Thomas Partey pale katika klabu ya Arsenal? Drop your comment hapo kwenye comment. Hapa ni Super 12 ya Dino Television, endelea kutufollow kwa taarifa nyingi zaidi za kimichezo. Utotoni aliambiwa elimu ni ufunguo wa maisha. Akapambania masomo kweli kweli. Alivyokuwa akajua kunazo elimu nyingine nyingi zaidi ya ile ya shule. Basi bana, akaamua kuifuata elimu ya boli, football, soka, kandanda ambayo hii haikuishia kufungua tu milango, iling'oa na mlango wenyewe. Football imempa maisha. Football imempa fame ama umaarufu. Football imempa mwanamke mzuri, nyumba, gari na kila alichokitaka. Anaitwa Trent John Alexander-Arnold, msomi aliyeikataa shule na kuamua kuchagua mpira. Ile simulizi ya safari ya kushangaza, simulizi yake Trent Alexander-Arnold, kijana mwenye akili mengi na kipaji cha maajabu. Hapa tutagusia maisha yake kutoka Anfield hadi Santiago Bernabeu. Ndio, karibu katika channel yetu ya Dino Television. Kama bado hujasubscribe YouTube channel yetu, fanya kusubscribe ili wa kwanza kupata update stories zote za kimichezo, makala za wachezaji na story nyingi zaidi za wachezaji ndani na nje ya soka. Utakuwa umetisha kinoma noma kama ukigusa alama kengele hapo ili kuturn on notification. Karibu sana. Trent John Alexander-Arnold alizaliwa mnamo tarehe 7 Oktoba 1998 jijini Liverpool katika eneo la Western Derby. Trent ni mtoto halali wa ndani ya ndoa ya mzee Michael Arnold na Diane Alexander. Baba yake na mama yake na Trent wote ni wazaliwa wa pale pale mjini Liverpool. Kwa hiyo Trent ni mtoto wa mjini. Ila asili ya wazazi wa mama yake ni kutoka nchini Marekani, huku baba yake Trent asili yake wazazi wake ikiwa ni Nigeria. Mizizi yake iko huko Nigeria. Fun fact, mama yake na Trent kabla ya kuolewa na mzee Michael alikuwa ndiye girlfriend wa kwanza wa aliyekuwa kocha wa Manchester United Sir Alex Ferguson. Kocha aliyeongoza Manchester United kwa mafanikio makubwa zaidi kuliko kocha mwingine yoyote. Kwa hiyo Ferguson ni ex-Man U coach, ex
lakini pia ni ex wa mama yake Trent. Story ya Trent ni tofauti sana na wachezaji wengi wa soka. Tumezoea story za maisha magumu kutoka kwa wachezaji wengi wa boli. Lakini upande wa Trent amezaliwa akizikuta fedha, japo wazazi wake hawakuwa matajiri kihivyo, lakini pesa ilikuwepo. Baba yake ni mfanyabiashara, kwa hiyo mambo ya pesa, kumlipia shule, academy na vitu vingine ilikuwa ni kitu cha kawaida kwao. Wakati wazazi wetu wa Kiafrika wakituzuia kucheza kabumbu wakiamini hakuna mahali boli itatupeleka, wazazi wa Trent waliamini mpira unaweza kumfikisha mahali mwanao. Lakini hiyo haikuwa sababu kwa Trent kuacha masomo. Trent alikuwa genius kuanzia darasani mpaka uwanjani. Trent alisoma masomo yake ya shule ya msingi katika shule ya Kikatoliki ya St. Matthew Primary School, na kipindi hicho akiwa na umri wa miaka 6 alikuwa ameshajiunga na Liverpool Academy. Kwa hiyo alikuwa anapiga kote miguu yote, shule yupo, kwenye boli yupo. Secondary akajiunga na St. Mel's College. Wakati akiwa shuleni hapo pia alipata wasaa kusoma elimu ya kiroho, yani elimu ya Biblia. Baadaye Rainhill High School ambayo ilikuwa na ubia na Liverpool, so watoto wengi waliokuwa academy ya Liverpool walikuwa wakisoma huko pia, ambako huko alimaliza kwa ufaulu mzuri, ufaulu ambao angeweza kusoma level ya juu zaidi. Lakini akaamua kuachana na masomo, akaamua kufocus na mpira wa miguu. Trent aliendelea kukua akiuona uwanja Anfield kama pahala patakatifu kwake. Arnold alianza kucheza kama kiungo wa kati, yani central midfielder, lakini uwezo wake wa kuzuia mashambulizi langoni kwa usahihi na uangalifu ulimfanya kocha hamasike kuwa beki wa kulia. Mwaka 2016 akiwa na umri wa miaka 18 alifanikiwa kwa mara yake ya kwanza kucheza katika timu ya wakubwa ya Liverpool, na mechi yake ya kwanza ilikuwa ni Liverpool versus Tottenham Hotspur katika ligi kuu ya nchini Uingereza EPL. Msimu wa 2017-2018 ulikuwa msimu mzuri sana kwa Trent. Trent alipata nafasi ya kuanza kwenye kikosi cha kwanza baada ya aliyekuwa beki wa kulia namba 1 Nathaniel Clyne kupata injury. Trent akaanza kupata nafasi mara kwa mara. Majeraha ya Nathaniel yakawa faida kwa Trent. Hii ndio ile maana halisi ya kufaana. Nathaniel akamfaa bwana Trent. Hata baada ya kupona, Trent akaendelea kuwa favorite wa kocha Jurgen Klopp. Tarehe 15 Agosti 2017 Trent akafanikiwa kufunga goli lake la kwanza kwa Liverpool dhidi ya klabu ya Hoffenheim ya German katika ligi ya mabingwa barani Ulaya. Goli alofunga kwa pigo huru ama direct free kick. Trent akafanikiwa kumaliza msimu wa 2017-2018 akiwa na magoli 3 na pasi za mabao 3. Lakini pia akamaliza msimu na taji la mchezaji bora mdogo wa timu, Liverpool Young Player of the Season. Msimu huu haukuwa mzuri kwa klabu ya Liverpool, maana hakuna taji lolote kubwa alilofanikiwa kushinda. Msimu wa 2018-2019 ukawa msimu mzuri tena kwa Trent, akifanikiwa kucheza michezo 38 akitoa pasi za usaidizi wa magoli 12 na kufunga goli 1. FC Barcelona hawatawahi kumsahau Trent. Katika mchezo wa nusu finali ya pili ya UEFA Champions League Liverpool versus Barcelona, baada ya nusu ya kwanza Barcelona kushinda goli 3-0, dakika 77 ya mchezo Barcelona akiwa nyuma kwa magoli 3, aggregate ikisoma 3-3, Trent akapiga kona ya kimaajabu ambayo inaungwa moja kwa moja kambani. Ile kona Trent alifanya kama amesusa kupiga hivi, kumbe ndo anapiga kweli eti, wakati baka wanazubazuba chuma kambani na kuandika goli la 4 kwa Liverpool. Barcelona ya Lionel Messi wakaondoshwa UEFA Champions League kwa aggregate ya 4-3. Liverpool wakafanikiwa kuingia finali ya UEFA Champions League kibabe kweli kweli, na wakafanikiwa kunyanyua kwapa mbele ya Tottenham Hotspur kwa ushindi wa magoli 2-0.